miagosho. Bwana Yesu asifiwe. Hebu mnisalimie hivi hewani nione watu wa Githunguri na watu wa Lare. Basi watu wa Kiambu, kwanza mimi nimefika hapa leo kwa sababu ya mambo ya maendeleo ya Kiambu County, na mimi nataka tukubaliane na nyinyi. Hiyo loudspeaker haifanyi wewe, kuna mtu hapo ni mtu bure kabisa, ndio? Mimi nimefika hapa leo kwa sababu ya mambo ya maendeleo ya Kiambu, na mimi nataka tukubaliane jameni, watu wa Kiambu, si namna hiyo? Si hata Biblia inasema iko siku ya kila kitu? Leo hatujakuja hapa siasa, leo tumekuja hapa nini? Tumekuja hapa maendeleo. Na mimi nataka niwaombe, na niwaombe hata ndugu zangu viongozi wa Kiambu, tafadhali ndugu zangu, kuna wakati wa siasa tutakuja kufanya siasa. Leo wacha tuongee maneno ya wananchi hawa, mambo ya maendeleo ya Kiambu County. Ndio ama mnasemaje? Siku na siku ya kila kitu. Leo mimi nimekuja hapa kwa sababu tulikubaliana na nyinyi mambo matatu ya muhimu. Ya kwanza, tulikubaliana tujenge mambo ya barabara Kiambu County. Si ni kweli? Na hapa tuko na barabara nyingi ambazo zinaendelea. Na nimekuja hapa na PS wangu wa mambo ya barabara Bwana Mbogwa. Na nataka tukubaliane, wiki hii tumetoa pesa shilingi bilioni 3.6 ya Kiambu County. Sikizeni watu wa Kiambu, sawa sawa. Pale nyuma tulikuwa na matatizo ya uchumi, tumetengeneza mambo ya uchumi, tumerekebisha mambo ya uchumi. Ile dola ilikuwa 165, sasa imeteremka chini, iko 128, 129. Ile inflation ilikuwa 9.6, sasa imekuja 3.5. Sasa uchumi ya Kenya iko imara, na kwa sababu uchumi ya Kenya sasa iko imara, sasa tumetafuta pesa na tumepata pesa ya kuendesha barabara zetu, kwa sababu barabara ni ya muhimu. Ni muhimu kwa mambo ya kilimo, tunatumia kusafirisha mazao yetu. Ni muhimu kwa sababu ya biashara, tunatumia kuendesha biashara yetu. Ni kweli ama si kweli? Na sasa kwa sababu pesa imepatikana na Mbogwa yuko hapa ambaye ni PS wangu, na tumekubaliana ya kwamba hiyo 3.6 billion pesa ya serikali tumetoa kwa Kiambu County. Ile barabara zote zilikuwa zimekwama, sasa tuzikwamue na tuzijenge, tuikamilishe. Nasikizeni watu wa Kiambu, nasikizeni watu wa Kiambu. Mbali na 3.6 billion tunatoa this week, vile vile tuko na bilioni ingine 6 ambayo tunataka kutumia for the next 8 months. Hizi barabara zetu zote ambazo tulianzisha hapa ya Mau Mau roads, zile za ZDB, zile barabara zingine tumekubaliana na viongozi wenu, kwa sababu tukimaliza hizo barabara ahadi yetu kwenu itakuwa imetimia. Tumekubaliana jameni? Simuliniambia mnataka barabara zijengwe? Simuliniambia nitafute pesa ya kujenga barabara? Kama pesa ya kujenga barabara imepatikana, iko ugomvi tena? Si tuendelee na kujenga barabara? Jambo la pili, mliniambia vile vile bado tuko na nyumba chache ambayo haijafikiwa na stima. Tumekubaliana? Sasa tuko na pesa ya stima, na mimi nimekuja hapa na PS wangu wa stima anaitwa Alex Wachira, yuko hapa. Huyu Alex Wachira, hiyo milioni 500 tumetoa ya Kiambu, sambaza kwa manyumba ya hawa watu. Kama kuna mtu ambaye hana stima, tuweke stima kwa manyumba yao. Neguo. Jambo la tatu, tulikubaliana Kiambu hii ni kaunti ya biashara na kilimo. Ni kweli ama si kweli? Na mkaniambia ya kwamba tujenge masoko. Sasa hapa Kiambu
tuko na soko 18 zinajengwa Kiambu County, na tunataka kukubaliana na nyinyi. Hizo soko zote ni kwa sababu soko inatusaidia kwa mambo ya kilimo. Mkulima akiwa shambani anataka mazao yake mahali ya kuuza pale sokoni, na pia wale wanafanya biashara sokoni, kina mama mboga na wale wengine pia wanataka mahali pazuri wanafanya biashara yao, mahali kuna maji, kuna usafi, kuna stima, kuna storage, kuna mambo yale cold room. Ndio tuhakikisha kwamba mazao yetu ambayo inatoka shambani inafika sokoni, haiharibiki. Tuhakikisha kwamba wafanya biashara wanaweka pesa kwa mfuko, na nyinyi kama wananchi wakulima pia mnapata haki yenu kupitia kwa kilimo. Watu wa Kiambu tumeelewana? Mnasema tuendelee na hiyo soko tujenge? Hizo zote 18 tujenge? Tujenge hizo masoko? Si tulikubaliana mama mboga atafanya mahali biashara, mahali kuna usafi jameni? Si tuendelee na hiyo kazi? Jambo la tatu, tulikubaliana pia na nyinyi ya kwamba wakati tunapanga maendeleo ya Kenya, maendeleo ya Kenya haiwezi kukamilika kama hatujapanga kilimo sawa sawa. Tukakubaliana tuweke guaranteed minimum return kwa mambo ya maziwa. Tukasema maziwa isilipwe chini ya shilingi 50. Bado kuna kampuni zingine wanalipa sijui 48, sijui 49. Lakini tumesema ya kwamba mkulima apatiwe 50 shillings. Na nimetoa amri kwa KCC ya kwamba KCC iongoze, kwa sababu tuko na uwezo wa serikali kwa KCC. Kwa sababu mkulima asipopata bei ya sawasawa kwa maziwa yake, hiyo mambo yote ya kilimo ya ufugaji inakuwa ni kazi bure. Na sababu hiyo ndio tumesema jana, huyu waziri Mutahi Kagwe, waziri wa mambo ya kilimo, na alikuwa na mimi, tumekubaliana ya kwamba ili mkulima apate mapato zaidi, hasa mfugaji wa mambo ya maziwa, sasa tumeondoa ushuru kwa ile yellow maize na zile bidhaa zote ambazo zinatumika kutengeneza chakula ya ng'ombe. Tumekubaliana na mifugo. Ile yellow maize inatumika kwa mambo ya kuzalisha chakula ya mifugo. Tuondoe ushuru, tuweke mtaratibu ya sawasawa, ndio mkulima aweze kupata faida zaidi akiendesha mambo yake ya ufugaji. Jambo la tatu, tulikubaliana vile vile na nyinyi ya kwamba kilimo ya kahawa imetekwa nyara na watu wachache, matapeli na wakora. Na ndio walikuwa wametuangaisha na kilimo ya mambo ya kahawa. Na mkaniambia ninyoroshe hiyo mahali. Hiyo wakora wote, mtu mmoja ati alikuwa na leseni, yeye ni mkulima, yeye hako na leseni ya Mila, yeye hako na leseni ya broker, yeye hako na leseni ya Nairobi Coffee Exchange. Mtu mmoja ndiye ananyanyasa wale watu wengine wote. Hiyo sehemu yote mimi nilihamisha coffee reforms. Nikaenda nikasema ikuje kwa ofisi ya rais, kwa sababu wale walikuwa na uwezo mkubwa sana, matapeli, wakora na watu ambao wako na kiburi na watu ambao wako na uwezo mkubwa. Wakasema hiyo iletwe kwa ofisi yangu ndio nipambane na wao. Leo mimi nataka niwatangazie watu wa Kiambu, ile bei ya kahawa ilikuwa shilingi 50, shilingi 60, shilingi 70. Mwaka huu kahawa iliuzwa na wakulima kilo moja shilingi 110, 120, 130, 140, hata sehemu zingine 150. Si tulisema pesa mfukoni? Pesa mfukoni itafika mfuko namna gani kama mkulima hajapata bei ya sawasawa kwa chai na kwa kahawa? Itafika kweli? Ndio tukasema tunyoroshe hiyo maneno, na mimi nimefurahi ya kwamba leo mambo ya kahawa tumenyorosha sawasawa, bei imeamuka. Na mimi nataka niwaambie tumetoa pesa ya serikali milioni 500 ingine kununua miche ya kahawa, ndio tuongeze wale watu wanataka kuongeza kahawa, tuwapatie seedlings, ndio kahawa ituletee pesa na ituletee pesa ya kigeni, madola na mali ingine. Sisi tunauza kahawa yetu. Tumekubaliana jameni? Maneno ya chai vile vile, muliniambia mambo ya chai vile tumeteremusha bei ya mbolea ya watu wa mahindi, ngano, miwa,
Pia KTDA tumewasaidia. Sasa ile mbolea walikuwa wanalipa ama wanapatia wakulima na shilingi 5,500, sasa wanapatia wakulima na shilingi 2,500. Tumeondoa karibu shilingi 3,000 kwa sababu tunataka pia wakulima wetu wa chai pia wapate faida zaidi. Na maajabu, Mungu ametujalia, tumepata mvua, mbolea mmepata, mapato yetu ya chai imeongezeka ya kitaifa kutoka 170 billion mwaka hiyo ingine, mwaka huu imefika 215 billion. Wakulima wameongeza almost 40 billion shillings, wakulima wa chai yetu. Na hiyo ndio mpango sisi tunataka, kwa sababu njia ya kuondoa umaskini Kenya hii ni kuhakikisha kwamba kilimo inalipa pesa kwa wakulima wetu. Watu wa Kiambu tumekubaliana? Mnasema tuendelee na hiyo kazi? Muliniambia vile vile niende ninyoroshe mambo ya elimu, si ndio? Tulikuwa na matatizo makubwa sana ya CBC. Mkaniambia tunyoroshe CBC, na sababu hiyo tumetengeneza mtaratara mzuri ya CBC. Tumeajiri walimu 76,000 wapya in the last 2 years kusupport watoto wetu. College kama hii ilikuwa na matatizo makubwa sana. Technical training colleges yetu walikuwa wanapata pesa kiasi kidogo. Sasa tumeongeza pesa yao, na hata hii college yenu ya Lari tumewapatia pesa ya kujenga hostel ya vijana 580 hapa, na hiyo hostel itaanza hivi karibuni. Tuhakikishe watu wa Lari tunaelewana jameni, lakini bado iko shida kidogo hapa Lari. Wale watoto wako kwa hii college ni wachache. Hapa tunahitaji watoto 2,000 kwenda mbele. Saa hii iko wanafunzi peke yake 500, na tuko na equipment nyingi hapa. Saa hii mimi najenga hostel ya watoto 500 kwa sababu kuna watoto 500. Kama mungekuwa na watoto wengi ningewajengea hostel kubwa. Nyinyi mtalete watoto tuongeze kwa hii college? Mtaongeza watoto hapa? Wakuja hapa wasome. Wale wanasema taongeza watoto wa hapa Lari tione kwa mkono. So, watu wa Kiambu, tafadhali mimi nawauliza kwa unyenyekevu. Nyinyi ndio mmetupatia hizi kazi. Si mmetupatia MCA kazi, mkapatia mbunge, mkapatia governor, mkanipatia kazi. Si kila mtu afanye kazi jameni? Si kuna siku mtatufanyisha mtihani? Ama namna gani? Si 2027 mtatufanyisha mtihani? Si ule atapita mtihani ataendelea, na ule ataanguka mtihani si aende alime? Iko shida gani? Si nyinyi ndio mtanyorosha maneno? So, sikizeni, hakuna haja ya kugombana, hakuna haja ya kusumbua wananchi na fujo, hakuna haja ya kusumbua wananchi na vita na fitina. Wacha kila mtu afanye kazi ile alipewa. Mulinipatia elimu, mimi ninyoroshe. Mulinipatia kilimo, nitengeneze. Mulinipatia kuunganisha stima, nifanye. Mulinipatia ya barabara, nifanye. Si ndio? 2027 si mtanifanyisha mtihani? Nikipita si nitaendelea? Nikianguka si ninaenda kulima? Iko shida gani? ama mnasemaje Kiambu? Tuko pamoja? Hakuna problem. Kwa hivyo hakuna haja ya kusumbua wananchi na fujo. Wachani fitina. Na mimi nataka niwaeleze ndugu zangu watu wa Kiambu, tunataka tushirikiane. Kenya hii ni yetu sisi zote. Mungu mwenyewe ndiye amepanga tuwe na jamii zote zilizoko Kenya. Na mimi kama kiongozi wa taifa hii, kwa kura zenu na kwa mapenzi ya Mungu, nimesema nitaunganisha watu wote wa Kenya, kutoka jamii zote, kutoka dini zote, kutoka kaunti zote na sehemu zote za Kenya, kwa sababu umoja ni nguvu. Tukitengana tunakuwa wadhaifu jameni. Watu wa Kiambu mimi nawauliza, mnasema tuungane ama tutengane? Mnasema niunganishe hii Kenya? Watu wote, jamii zote, kutoka pande zote na kaunti zote, kwa sababu umoja ni nguvu. Ndio tutembee pamoja. Hebu nione wala anasema tuungane. Bas. Hiyo ndio maneno mimi niko naye. Sawa sawa jameni. Na mimi nataka niwaulize hawa ndugu zangu. Sawa sawa. Mimi nawauliza viongozi wa Kiambu County. Tafadhali wacheni vita.
wacheni kupigana, wacheni kusumbuana. Kila mtu afanye kazi. Hawa wananchi si wajinga, wanajua nani amefanya kazi, nani hajafanya, na watajua vile watafanya. Ama mnasemaje watu wa Kiambu? Iko haja ya kupigiana makelele? Iko haja ya kuleta vita kwa mikutano? Iko haja ya kuleta makelele kwa viongozi? Si nyinyi wote mlituchagua? Si kila mtu mmempatia kazi? Si afanye? Si mtihani mtatufanyisha? Mwenye anazembea anakwenda nyumbani na ule ama namna gani Kiambu? Tuko pamoja? Tuunganishe wananchi, tuweke kazi pamoja, tushirikiane, tujenge makanisa, tujenge barabara, weke stima, tusomeshe watoto. Hiyo ndio kazi ya muhimu Kenya hii jameni. Watu wa Kiambu, tafadhali mimi nawauliza. Neguo kana tiguo. Tumeelewana? Kwa hivyo tutembee